Kiangalia pande zote mbili, nikiangalia kwa mwanahabari ambaye ameweza kulifanya jambo hili na matokeo kwa jamii walivyoyapokea. Kuna jamii mbili, kuna jamii moja wamepokea wakiwa wamefurahishwa na jambo hilo, na kuna jamii nyingine wamepokea wakiwa hawajafurahishwa na jambo hilo. Kwa yote katika yote, mimi napenda nikae katikati kuweza kuangalia positive impact na negative impact katika hili jambo ambalo limeweza kutokea. Mimi binafsi nilivyojaribu kutazama, nimeona kwamba upande wa Amina yeye ameangalia zaidi safari yake. Watu wanaweza wasimuelewe, ila yeye ameitazama safari yake zaidi. Hebu angalia kwa siku mbili hizi watu walivyokuwa wanazungumza kuhusiana na hilo tukio, tafsiri yake ni kwamba Minnaar ameenda zaidi vile ambavyo alikuwa anahitaji na ameweza kufanikiwa katika hilo. Kwa mimi upande wangu naona kabisa kwamba alitazama zaidi safari yake zaidi. Lakini pia kitu cha pili, yeye alitazama zaidi safari ya timu ambayo yeye anaisupport. Kila mmoja anafahamu kwamba Mina ana support Simba Sports Club. Kwa hiyo aliangalia safari ya Simba, namna ambavyo anaweza akaisafirisha, na ndicho hicho ambacho ameweza kufanikiwa kuweza kuisafirisha timu yake ambayo anaipenda. Umeelewa vizuri? Sasa ukija kwenye weredi, ukija kwenye muktadha wa yule Rio Ferdinand kufika Tanzania, ndio unakuja kuona kwamba hapa sasa kuna kitu ambacho kimekuwa ambacho kina ubinafsi zaidi. Kwamba Rio Ferdinand alipokuwa amekuja, ameletwa na wizara, ameletwa na shirikisho la mpira Tanzania, manake pale kuna mambo ya utaifa zaidi. Kwa hiyo itakiwa kwamba yeye kwa kila kitu ambacho anaweza kumuhusisha Rio Ferdinand, amuhusishe kulingana na taifa la Tanzania linanufaika vipi, kuliko kuanza kugawa matabaka. Kwa sababu kwa sasa hivi sisi Tanzania tunakuwa wenyeji wa michuano ya AFCON. Kwa tafsiri yake ni kwamba lazima tuifanye Simba, tuifanye Yanga, tuifanye Azam, tuifanye Namungo, wote wazungumze roha moja. Lakini sasa ikitokea kwamba tayari kuna gap kati ya watu hawa na wao wanazungumzia kitu viwili tofauti, tayari unakuwa unatengeneza gap. Kuna wengine wanakuja na mada nyingine wanasema kwamba mbona engineer alipokuwa amekwenda kuonana na Infantino alimuonyesha kwamba tumewafunga Simba goli 5. Mbona hiyo haijazungumzwa? Unaangalia muktadha, kwa sababu kila kitu lazima uende na muktadha. Muktadha wa rais wa shirikisho la mpira duniani pamoja na shirikisho la mpira Afrika pamoja na rais wa virabu Afrika ambaye ni Engineer Hersi, walipokuwa walikutana kwa muktadha upi? Na muktadha wa Rio Ferdinand kuja Tanzania walikuwa wamekutana kwa muktadha upi? Kwa hiyo ukiangalia katika vitu vyote, na kwenye ethics za uandishi pia tunaangalia, wakati mwingine pia unatakiwa ufanye kitu kulingana na muktadha unaoendelea katika jamii husika. Kwa sasa hivi Tanzania sisi ni waandaaji wa michuano ya AFCON. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa kila kitu ambacho tunakifanya lazima tukifanye kwa maslahi ya taifa kama taifa. Lakini sasa ukishaanza kuweka gap kati ya watu wawili, ukasema kwamba huyu anastahili zaidi kuzungumziwa, huyu hastahili, hiyo inakuwa ni katika engo ya kusema kwamba unatafuta furaha kwa nguvu zote. Umeelewa vizuri? Kwa sasa hivi Simba wamechitafutia furaha kupitia goli la Chama, imekuwa ndo faraja yao, na inawezekana kabisa kwamba hata wakija wakikosa ubingwa watasifia goli la Chama. Umeelewa vizuri? Ni kitu ambacho kimpira hakiipi manufaa, haipi manufaa Simba, haipi manufaa Chama pia, kwa sababu kama ukizungumzia ubora wa magoli bora mengi sana yanafungwa na yanaendelea kufungwa. Hebu angalia goli ambalo limefungwa la TRA hivi karibuni tulilofungwa, litazame. Je, katika ligi yetu ya Tanzania, kuna goli bora ambalo linaweza likapita goli la Ibrahim Majibu aliyofunga dhidi ya Mbao? Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ukizungumzia goli, nao Yanga waje na chenga aliyompiga Okelo. Sasa unakuwa na mambo ya kitoto. Kwa hiyo ukiangalia katika muktadha wa namna hiyo, mimi naona kwamba Minnaar kitu ambacho amekifanya, alifanya kitu ambacho kwa nafasi yake yeye aliyokuwa ameipata. Yaani alipata fursa ya moja kwa moja kukutana na Rio Ferdinand, captain wa timu ya taifa ya Uingereza na captain wa Manchester United. Umeelewa vizuri? Ameweza kupata fursa ya kukaa naye katika meza moja, katika kiti kimoja. Unawezaje kumuuliza maswali kama hayo? Muuliza maswali ambayo yako genuine. Unamuuliza swali kama hilo, yani haya swali kama hilo ukishamuuliza linasaidia nini Tanzania? Maana ndio maana nikasema kutoka mwanzo hapo kwamba yeye aliangalia safari yake. Yeye kama mimi amefanikiwa. Umeelewa vizuri? Kwa siku mbili hizi watu wamemzungumza sana. Hata hapa tunazungumza kitu ambacho alikifanya yeye na ndicho alichokuwa anakitaka. Kama Simba wamefanikiwa kwa sababu hata Ahmed Ally naye pia ameposti hadi kwenye peji zao, official page za Simba ameposti, page binafsi ya Ahmed Ally ameposti. Maana yake safari ya Simba, safari ya Mina imefanikiwa. Je, Tanzania kama Tanzania imefanikiwa nini? Na ile jambo lilikuwa limekuja kwa ajili ya Tanzania, haikuja kwa ajili ya Simba Sports Club. Hicho ndo ambacho mimi naweza nikakisimamia.
Kwa mimi kitu cha msingi ambacho nilikuwa naangalia sasa hii iende kwa wizara, sasa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo iende moja kwa moja kwao. Sisi ndo waandaaji wa michuano ya AFCON. Umeona? Lazima tuweze kuangalia safari nyingine inaendaje, kwa sababu wizara inasimama na sanaa, inasimama na michezo, inasimama na utamaduni, wizara husika. Je, tumejipangaje kuwapokea wageni wakija waone sanaa, waone michezo, waone utamaduni? Tumejipanga vipi katika hilo? Hilo ndio jambo la msingi la kuweza kuona. Mimi niko nafikiria kwamba ukiangalia kuna taasisi mbalimbali ambazo zinafanya sanaa. Kwa mfano kuna wachoraji, kuna wachongaji. Umeelewa vizuri? Mimi nakuhakikishia hata wewe fanya utafiti, toka hapa nenda pale Benjamin Mkapa au nenda uwanja wa Uhuru au nenda CCM Kirumba. Ukifika pale unakuta uwanja wameinvest vya kutosha, lakini mle ndani hakuna kitu cha sanaa hata kimoja. Nenda Benjamin Mkapa pale, uwezi kukuta mchoro hata mmoja kwamba huyu msanii wa Tanzania amefanya huu mchoro. Uwezi kukuta kinyago hata kimoja ambacho kimechongwa kwa sanaa ya Tanzania, na wizara ndio inasimamia. Kwa hiyo mimi nafikiri vitu kama hivi ni vitu vya msingi sana vya kuweza kuvisimamia. Hata Rio alipokuja, mimi niko natamani kuona kwamba ionekane pia sanaa inahusika. Well and good, tuliona ngoma zinachezwa, watu wamevaa kiasili wanacheza ngoma na nini, umeelewa vizuri, lakini bado sanaa haijapata nafasi ya kutosha. Mimi nafikiri vitu hivi ndio vilikuwa vitu vya msingi zaidi kwa ajili ya kuweza kusimamia, kwa ajili ya kuitangaza Tanzania, sio kuitangaza Simba, sio kuitangaza Yanga, sio kuitangaza Namungo. Hawa Namungo, Simba, Yanga, Azam watajitangaza wenyewe katika michuano mbalimbali. Kuna vilabu, kuna kombe la dunia la vilabu, kuna mashindano ya kimataifa ya CAF Champions League, CAF Confederation, huko wanaweza wakapata nafasi wakajitangaza wao. Lakini tunapozungumzia swala la taifa, tutangaze basi hii wizara yetu inasimamia utamaduni, inasimamia sanaa, inasimamia michezo, basi iweze kuonekana pale Benjamin Mkapa. Ukiwa unatokea huku Keko unaenda Benjamin Mkapa, ukiwa unatokea kule Tandika Temeke, ukiunganisha Wailesi kule uko unakuja hivi kuja Benjamin Mkapa, katika ile barabara yote paka unafika pale uwanjani, hakuna michoro, hakuna vinyago, hakuna chochote ambacho kwamba hii bwana inaonyesha kwamba sanaa ya Tanzania. Na ndio vitu ambavyo vinaweza kujenga utofauti, na sisi lazima tufikirie katika hilo. Kwa hiyo wizara, ombi langu mimi na wito wangu mimi kwa wizara, waweze kuonyesha hicho kitu kwamba kina umuhimu mkubwa. Ukiwaangalia wenzetu South Africa walivyoandaa kombe la dunia mwaka 2010, walivyosimamia kombe la dunia, wao ndio walikuja wakaintroduce vuvuzela. Vuvuzela ikapata umaarufu mkubwa sana, vuvuzela mpaka sisi wengine tunaiga. Lakini ukiangalia impact kubwa ilianzia pale nchini South Africa. Sisi tunasimamia AFCON, sawa, tunashirikiana na Kenya, Uganda, lakini what is so special sisi wa Tanzania tunacho. Kwa hiyo mimi nafikiri katika eneo hilo, kwa sababu uzuri wake serikali yetu pia imeweka wizara ambayo inasimamia sanaa, inasimamia utamaduni na michezo, yani ipo sehemu moja. Kwa hiyo mimi nafikiri katika eneo hilo waweze kuliweka hilo jambo. Tuna watu wengi sana kuweza kuwazungumzia, wakina Moringe Sokoine, wakina Abedi Karume, wakina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakiwa wamechorwa, wakiwa wamechongwa, ikiwa imewekwa pale. Tuna vivutio vingi, tuna twiga, tuna tembo, umeelewa vizuri, tuna pundamilia wakiwa wamechorwa, wakiwa wamechongwa, vinawekwa pale, umeelewa vizuri. Tuna mlima Kilimanjaro na vitu vingi, vivutio vya Tanzania. Katika viwanja vyetu kuwepo na kazi za sanaa ambazo zinaweza zikaifanya Tanzania ikawa hype. Mtu mwingine anaweza akafika Tanzania asipate nafasi ya kwenda Serengeti, akafika Tanzania asipate nafasi ya kwenda Butiama kwenda kuzuru kaburi la muasisi wa taifa hili, lakini kupitia sanaa inamsogeza karibu na hilo jambo. Mimi nafikiri hili ni jambo la msingi sana. Ndio maana nasemaje kwamba unapopata nafasi ya kukaa na mkuu, unazungumza naye nini, unamwambia nini, unamuuliza nini? Hiyo ndio kitu ambacho hata sisi kinatuuma, ambao tunakosa fursa, afa anapata fursa anakwenda kuuliza kitu ambacho kiko katika individual, yani ni kitu binafsi, sio kwa maslahi ya taifa. Hicho ndio kitu ambacho mimi kimeniuma zaidi. Nje ya hapo, kwa safari yake nampongeza, kwa safari ya Simba nampongeza, lakini kwa safari ya Tanzania bado kuna jambo la kujifunza. Sawa, mpaka sasa unaonaje, yani taifa limenufaika kwa asilimia ngapi kupitia huyo mgeni aliyekuja Rio, lakini pia imewagharimu kwa kiasi gani mimi na kutangaza jambo kama lile la gari la kartucho cha chama? Kwa upande wa manufaa kama taifa, impact ya moja kwa moja nashindwa kuitoa haraka, kwa sababu wanasema kwamba wanasema no data no right to speak. Umeelewa? No research no right to speak. Kama hujafanya utafiti wa kutosha, una haki ya kusema. Hilo lazima niwe muwazi. Siwezi kusema kila kitu na siwezi kutoa ufafanuzi wa kila kitu, lakini katika hali tu ya kawaida, gamba tu la nje ukiliangalia kwamba kwa ujio wa Rio Ferdinand nchini Tanzania, ina maana kwamba
katika wizara yenyewe husika, ukifuatilia taarifa zake katika peji za kiserikali na nini, wanavyokuwa wanatoa taarifa kwa public, inaonyesha kabisa kwamba Tanzania wamepokea ujio mkubwa wa gwiji la soka. Kwa hiyo kwetu sisi inatuongezea trust kuona kwamba hata magwiji wengine wakina Luis Figo, umeelewa vizuri, wakina Raul Mona, wakina Ronaldo de Lima, wakina Zinedine Zidane Zizu, waone kwamba okay, kumbe kuna taifa kama Tanzania tunaweza tukaenda kulitembelea na ni salama, na unaweza ukafika na ukaondoka ukiwa salama. Kuna mchezaji mwenzetu ameenda na amerudi akiwa salama. Hiyo inatuongezea sisi uaminifu, lakini pia inatuongezea sisi umoja katika hali ya kuweza kuunganisha na marejendi wa kimataifa. Lakini ukiangalia impact nyingine unakuja kuiona kwa kaka yangu Mrisho Alfan Ngasa, naye pia ameipata impact. Kama unakumbuka, Mrisho Alfan Ngasa aliwahi kwenda kufanya majaribio katika mechi za kirafiki za pre-season kule Marekani. Alicheza against Manchester United na alikabwa na Rio Ferdinand, na ana clip yake, naye pia alitembea nayo, akaenda naye akamuonyesha, blaza, unakumbuka hii bwana, hii hivi. Rio Ferdinand aliona akasema okay, kumbe ndio wewe bwana mdogo, ndio mimi bwana . Hii sasa hii ni individual impact ambao pia ameweza kuipata. Lakini kwa sisi kama Watanzania, Mrisho Alfan Ngasa ni mmoja wa wachezaji ambao wana ramani kubwa katika timu ya taifa. Ni mchezaji ambaye amefunga magoli mengi timu ya taifa. Nafikiri kwa sasa hivi anapewa upinzani na Simon Msuva. Amecheza mechi nyingi, amefunga magoli mengi. Umeelewa vizuri, timu ya taifa. Kwa hiyo kwa sisi tunakuwa na faraja kwamba amekuja na tumeweza kuona impact ya namna kama hiyo. Lakini pia impact nyingine ni kuweza kufanya sasa AFCON watu waweze kuijua zaidi kwamba inafanyika Tanzania waweze kuijua zaidi michuano hii ya AFCON. Kwa hiyo katika hili mimi nimeona impact kubwa tunakwenda kupata katika kilele cha kuelekea katika mashindano ya AFCON, kwamba na sisi pia tunakuwa familia sasa na nchi zingine, kwa sababu unajua hapa Afrika, tukiangalia hapa Afrika tu, Tanzania imekuwa maarufu zaidi kwenye masuala ya kidiplomasia kuliko masuala ya kimichezo. Unaweza kukuta sisi tuna heshima kubwa kidiplomasia kuliko hata taifa la Mali, kuliko hata taifa la Burkina Faso, lakini ukija kwenye swala la michezo tuko nyuma sana. Kwa hiyo ina maana katika eneo kama hili sisi tunaweza tukainuka pia hata kimichezo, tukawa na heshima kubwa kama ilivyokuwa mataifa mengine ambao ni makubwa kama Nigeria, unapozungumzia Cameroon, unapozungumzia Morocco, Misri na kadhalika. Kwa hiyo hili kwetu sisi naona kama limeweza kuinua impact ya staili kama hiyo. Yanga wana haki ya kulalamika kuhusiana hili swala la minara. Hapo sasa individual impact kwa Yanga wanayo, kwa sababu kwamba kama hili jambo si la taifa lote, wizara si ya wote, kodi si za wote, Simba naye si yuko ndani ya Tanzania, kwa nini azungumzwe Simba, Yanga aachwe? Umeelewa vizuri, kwa sababu Simba na Yanga ni kama kulwa na doto. Kwa hiyo kwa staili kama hii lazima wataongea katika hali kama hiyo, kwa sababu jinsi wanavyokuwa wanawazodoa Yanga, na wao Yanga wanatafuta namna gani naweza tukatoka katika hili. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona Yanga pia na wenyewe wako sahihi kuweza kulalamika, kwa sababu kama waliletwa na wizara ya Tanzania na wizara hii inatumia kodi zetu sisi wananchi, na wananchi wapo wana Yanga, wapo wana Simba, kwa nini hii impact iende sehemu moja tu isiende sehemu nyingine? Na nimemsikia Alikamwe akiwa anasema kwamba jamani, nashauri kwamba kwa sababu ataondokea Dar es Salaam, kabla hajaondoka aje kuiangalia Yanga. Tafsiri yake ni nini? Kwamba naye pia amewaza individual. Umeelewa vizuri? Hajawaza upamoja, hajawaza utaifa, hajawaza Utanzania. Kwamba nyinyi si mlishapata impact ya goli la Chama, basi na sisi tuje kupata impact ya mpira mzuri ambao tunaucheza, lakini pia tuje kupata impact ya kwamba tunaongoza ligi, tuna magoli mengi, tuna viwango vya ufanisi vikubwa. Umeelewa vizuri? Tuna watu wengi wanahusika kwenye namba za kufunga magoli, tuna benchi bora la ufundi, tuna safu bora ya ulinzi. Waje kuona hiyo na sisi pia tupate cha kuzungumza. Kwa hiyo yote katika yote, mimi wito wangu nautoa ni kwamba linapokuja swala la kitaifa, lazima wote tubaki kuwa taifa moja, wote tuzungumze lugha moja, tufanane katika mazungumzo yetu, tusiwe tunapishana. Tukifanikiwa katika hilo, tutakuwa ni taifa ambalo litakuwa la mfano katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, kwa sababu tunashirikiana na Kenya, tunashirikiana na Uganda na Tanzania. Na obviously ukiangalia mita za mraba Tanzania ni kubwa kuliko Kenya, kuliko Uganda. Yaani sisi tuna eneo kubwa, yani tuna cover eneo kubwa zaidi. Lakini pia sisi tuna rasilimali nyingi za kutosha kuliko Kenya, kuliko Uganda. Umeona vizuri? Ukija kuangalia namba za watu, sisi tuna watu wengi zaidi, watu milioni 60 kuliko Kenya, kuliko Uganda. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sisi tuna kila sababu ya sisi kuwa mfano kwa mataifa mengine. Lakini kama tukao tunajigawa hivi, hatuwezi kupata ule mfano wa kuigwa. Yes.